wengine ningepeleka kumwombea kiongozi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo nitaka kuyagusa leo ili tuone umuhimu wa kuwaombea viongozi wetu. Hatuna njia ya kuwaombea viongozi wetu pamoja na kupiga kelele watu hawa wanaombewa nini, wanafanyaje. Kila tunachokizungumza ni mstari. Hatuzungumzi vitu vya juu juu, tunazungumza mistari, tunazungumza vitabu, tunazungumza ilmu, ndio tunalizungumza sisi hapa. Kwa hiyo umma unaonisikiliza, maimamu, mashekhe, mawali, ulama, watu wa tariqa na sote na viongozi wa dini, tuombee viongozi wetu dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kuwafanikisha na sisi tupate kufanikiwa katika mambo yetu. Na ingefaa hasa hata katika siku zile za Aljumaa ikawa wale makhutaba wetu, makhatibu wetu wanaingiza kuombea viongozi wetu katika zile khutba na nini, ni jambo zuri, sio jambo baya. Na jingine ni watu kuwa na heshima na viongozi. Siku hizi kila mmoja anaweza akasema tu vyovyote vile na akamsema yoyote yule. Haogopwi Mungu ndani ya vyombo hivyo, wala haogopwi mtume, wala haogopi sheria, wala haogopi Uislamu. Muda wa kuwa kuna nafasi ya kusema, basi mtu anasema tu. Mtu anatukana anavyotaka, anasema anavyotaka, hata kama anachokisema wala sio kitu cha kielimu, ajisemea tu, maskini ya Mungu. Asema idha lam takun aliman fata'addab wala tatakallam fi nasi jahalan fatuhram. Asema ikiwa wewe si mwanachuoni, kwa nini usingekuwa na nidhamu, ukawa na adabu na nini? Wajisemea tu maneno. Haifai kusema maneno na namna zake, na usiwatie ila watu. Asema da'i ulama wala tat'an fihim, waache wanazuoni na viongozi wala usiwatie ila. Kuwatia ila ni njia ya upotofu, njia ambayo haina maana. Na ni wasihi ndugu zangu Waislamu kwamba tunao wajibu mkubwa wa kusimamia Uislamu, na ni wasihi vile vile viongozi wote wa dini kwa ujumla wao kwamba tunao nafasi kubwa sana ya kuwa na mshikamano, kuondosha malumbano, kuondosha mizozo baina yetu. Tujenge taifa moja, tuangalie nchi yetu, kwa sababu ni wajibu wa viongozi vile vile. Tuishi kwa salama kama nilivyosema mwanzo, na tuwe watu ambao tunaamiliana kwa wema, na tuwapende viongozi wetu. Na kuwapenda viongozi na kuwa nao pamoja ni katika kujenga nchi. Nimalizie kwa kumtambua mwenyekiti wa makanisa ya Pentecostal. Ni rafiki yangu huyo, yuko sehemu fulani hapa, naam, yule pale. Huyo ni mmoja katika viongozi wa dini tunayeshirikiana naye katika mambo mbalimbali, katika kujenga umoja wa pamoja na kujenga mambo yetu ya dini pamoja. Mheshimiwa Rais na mgeni wetu rasmi wa leo, nimeamua kuacha mambo mengi niliyokuwa nimeyapanga kwa sababu dakika zangu chache 15, na sikutaka pia nzimalize ile nikupe nafasi uweze kuzungumza na Waislamu na kuzungumza na wananchi na kuzungumza na taifa kwa ujumla katika yale ambayo umetupangia katika siku yetu ya leo. Nakuomba sasa hivi uje uzungumze na taifa kupitia jukwaa hili. Wallahu waliyu tawfiq wa kullu amin wa antum bi khair wa bi alfi saada wa salah.
Allah.